mtumishi wa Mungu, ninaomba unisaidie hapo ili uone jinsi gani wa vijana tunapokuwa na matatizo. 4 mstari ule wa 4. Sikiliza kimakini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Endelea. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana Yesu anatuambia ya kwamba tufurahi katika nani? Katika Bwana. Na tena anasema ya kwamba furahini. Lakini wapo hawafurahi katika nani? Katika Bwana. Mimi nyumbani kwangu naitwa nani? Bwana. Lakini yupo Bwana wa mabwana. Haleluya. Haleluya. Lakini akasema kwamba furahini katika Bwana Yesu, sio katika mabwana. Wengi sana wanakuja kwa hasara kwa kufurahisha kwa mabwana. Baada ya kufurahi katika Bwana anaenda kufurahi katika mabwana. Haleluya. Haleluya. Maana wengine wanakusanyika kwenye makongamano lakini katika wanafurahi katika mabwana watu walio kuwepo hapa. Haleluya. Haleluya. Tunajifurahisha, tunaimba na nyimbo, lakini ndani ya moyo yetu hakuna Bwana bali kuna matwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Punga mkono wako namna kama unanielewa. Kama unielewi pole. Mwambie pole yule hajaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunafurahi katika Bwana yule aliyokombolewa na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nikiwauliza swali wa vijana, kwa nini hamnunui Biblia? Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu tunatembea mabarabarani tunasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alafu Biblia unajifunza nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu huku tukija hapa kwenye makongamano tunacheza nyimbo vizuri, lakini tukirudi nyumbani tunaenda kuimba maboringo, nakuta tunacheza maboringo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tunajionyesha kwenye makongamano kusema ya kwamba tunaimba kwaya, lakini kumbe hatupo kwenye kwaya. Nenda kwenye makanisa uone. Ukiombea kuna kongamano ndio unajua kwaya yangu ina watu 20. Lakini tukirudi majumbani kuna kwaya watu wangapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maana tunaimba bora wale wa mama wale. Mnasema mama wa wapi? Warusha wale mabonge wale. Mungu awabariki. Maana wamekuja kuimba watu wangapi? Sio watu 30, alafu kumbe mkirudi nyumbani watu 5. Haleluya. Haleluya. Na mbinguni hatuendi kwa kuvaa vizuri wala kuimba kwaya. Soma Mathayo 5 mstari ule wa 8. Haleluya. 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 Punga mkono wako namna hii. Tunajua leo wanaoenda mbinguni wakoje. Bwana Yesu asifiwe sana. Simebaki dakika ngapi? Ili nimalize nishuke chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Piga hapo. Mathayo ngapi? 5. Sura ya 5 mstari wa 8. Amen. Amina. Amina. Tasoma. Mathayo sura 5 mstari wa 8. Mstari wa 8. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Nenda 9. Amen. Mstari wa 9. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Heri wenye moyo safi, maana hao ndio watamwona nani? Mungu. Haleluya. Yuko wapi yule? Amen. Haleluya.
Heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakayemwona Bwana. Kwa kuvaa suti yangu kusema nitaenda kumwona Bwana, na jambazi anafaa nini? Haleluya, haleluya. Majambazi yapo yanavaa suti, lakini mbingu halitaliona. Atuongelei hapa tuliopo hapa tuliovaa suti wachungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tuliopo hapa ndio wana wa Mungu wanaenda kumwona nani? Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wapo. Usije ukaona wanavaa suti wanatia na tai, kumbe ni jambazi. Haleluya. Linakuja limepiga tai vizuri na likaribisha, anasema kwa huyu ni mchungaji, kumbe nilichungiliaji. Haleluya, haleluya. Unasema mchungaji, kumbe ni mchungiliaji. Haleluya, haleluya. Wapijana tunavaa vizuri, unasema ya kwamba anakuja kanisani kwako, unasema ni mshirika, kumbe ni mshirikishwaji. Haleluya. Punga mkono wako namna hii. Waswahili wanasema ya kwamba msafara wa mamba na kenge wapo. Haleluya. Ukiona tu kenge wapo, lazima mamba na kenge yupo. Haleluya. Makanisani tupo, tunasema Wakristo, kumbe ni Wakristoaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Simama, maana tayari dakika zangu 3 zimeisha. Mungu awabariki sana. Na mbingu hatuendi kwa kuvaa suti, wanafika wale waliokuwa takatifu. Mbingu kama ya mbao tutafika, kama sio ya mbao tunafika. Haleluya. Karibu, Mungu na akubariki. Wako hapo na wachungaji waliitika wito huo, wakakubali kuhudhuria kongamano la vijana.
sababu waliona ya kwamba vijana wanaweza wakawa na kasi sana ya kutembea, na wao ni wazee kidogo, washike vijana wetu mabegani, wawaambie pole pole. Haleluya, amen. Wawaambie pole pole vijana wetu. Na mimi nilishuhudia, niliona kasi ya vijana ilikuwa ni kubwa, lakini wakati mwingine walikuwa wakiwatazama wazee hawa, wanasema basi tupunguze mwendo, maana sija tukafika kwenye kona tukajaribu kupunguza tutashindwa. Kwa hiyo walijaribu kupunguza, na wako vizuri. Na mimi moyo wa ndani kabisa wa upendo nipende kuwasifu vijana wetu kwa ajili ya kongamano hili. Niseme Mungu wa mbinguni awabariki sana, kwa sababu mmetuheshimisha sisi wazee. Haleluya, haleluya. Pamoja na maelezo hayo yote, sina budi kuwashukuru walimu wetu au walimu wa kongamano la mwaka 2026 ambalo lilikuwa limesimama juu ya somo la uchumi na juu ya somo zuri ambalo lilikuwa limetajwa na mtumishi wa Mungu, maadili. Basi kwa niaba hiyo, na mimi nipende kuwaomba vijana mnisaidie kuwapigia walimu wetu makofi kama zawadi yangu niliyosimama kwenye jukwaa mwaka huu. Niseme Mungu wa mbinguni awabariki sana, na watumishi wa Mungu, Mungu aendelee kuwapandisha kwa ajili ya masomo kama hayo, kwa sababu vijana wetu naona wanakwenda vizuri sasa. Hata ndio maana kwenye kongamano hili hatujasikia kesi ndogo ndogo ambazo zimekuwa zifai, kwa sababu ya neno kubwa ambalo lilikuwa limewekwa, maadili. Haleluya, haleluya. Baada ya utangulizo huo mfupi, napenda pia niweze kukuletea ujumbe wa neno la Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Mwenyekiti wa ibada alisema leo ni ibada. Inawezekana wengine walikuwa wanajiuliza, siku hizi zote tumekuweko mahali hapa, hatukuwa tunafanya ibada. Alikuwa anamaanisha leo ni ibada inayemaliza mwaka kwa vijana wa 2026. Akasema leo ni ibada, na kwa ajili ya ibada hiyo inayemaliza mwaka, na mimi napenda kuyaunga mkono masomo haya ya walimu wetu ambao walikuwa wanasema, naoletea ujumbe unayesema unapokuwa mwaminifu, unapokuwa mwaminifu, Mungu hata kusahau. Nilipoangalia katika maandiko, nilipokuwa nikisoma, nikaangalia kwenye uchumi uaminifu upo, kwenye maadili nikaona uaminifu upo, nikaona kama mtu atakosa maadili mazuri kwa neno la Mungu, uaminifu hautakuweko. Nikaangalia kama mtu atakuwa amejiingiza kwenye biashara na kwenye vitu vya kuzalisha na vitu vya kuendeleza uchumi wake au maisha yake, kama atakosa uaminifu, bado itakuwa hakuna kazi. Sema amen. Amen. Hapo nikaamua ya kwamba sitakwenda mbali, lazima nichomekee. Nilipokuwa nataka kuchomekea, nimeona milango ambayo nitakusomea au utasomewa, ili uweze kuelewa, ili uweze kuondoka nao. Utakapokuwa unatembea kuelekea nyumbani, unakumbuka ya kwamba kongamano la 2026 tumelimaliza, na ni mwaka ambao umemalizwa na vijana. Kwa heri kwa mwaka huu, hata kama lilikuwa limekosewa alitarudia mwaka huu. Unapokuwa mwaminifu, unapokuwa mwaminifu, Mungu hata kusahau, hata kusahau. Uaminifu ni jambo la maana, uaminifu ni jambo la thamani mno.
Uaminifu sio kitu cha kuchezea. Kwenye sekta zote, umekaa serikalini, umekaa kanisani, umekaa kwenye uchungaji, umekaa kwenye uimbaji, lazima neno la uaminifu liweko ndani ya moyo wako. Haleluya. Acha nirudi kwenye maneno ya Mungu. Kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 8 na ule mstari wa 17. Wafalme wa Pili 8:17. Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 8 mpaka wa 17. Ukitoka pale unataka nikuunganishie msomaji au nitakupoteza? 4:8 mpaka 17. Basi twende hapo, alafu tutavuka kwingine nitakutajia. Mpaka 17 inasema hivi. Amen. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu. Elisha mtumishi wa Mungu alikuwa anakwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Huko Shunemu kulikuwa na mwanamke mmoja, Biblia imemtaja huyu mwanamke alikuwa ni mwenye cheo. Naye akamshurutisha aje ale chakula. Akamshawishi aje nyumbani kwake, alafu atakapokuja nyumbani kwake ale chakula. Ikawa kila alipokuwa akipita njia ile, manake inaonyesha ya kwamba huyo mtumishi wa Mungu alikuwa anapita wakati kwa wakati pale, na yeye mwanamke alivyomwona akamshurutisha ili apite pale alafu ale chakula. Haleluya. Huingia na kula chakula. Basi alikuwa anaingia kwenye nyumba hiyo hula chakula. Mstari wa 9 anasema yule mwanamke akamwambia mumewe. Mstari ule wa 9 Biblia inasema yule mwanamke akaamua kumwambia mmeo, akamwamua kumshawishi mmeo. Haleluya. Akasema, tazama, mimi naona kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Tazama, mtu huyu anayepita mahali hapa, wanapita mara kwa mara, yawezekana ni mcha Mungu, ni mtu wa Mungu. Mstari wa 10 nasema nakuomba. Akasema ninakuomba. Wakati huo anamwambia mume wake kwamba ninakuomba tumfanyie chumba kidogo. Tumfanyie chumba kidogo ukutani. Tumfanyie chumba kidogo ukutani. Na ndani yake tumwekee kitanda na meza. Na ndani yake tumwekee kitanda na kiti. Na kinara cha taa. Na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko. Akaingia katika chumba kile akalala. Akaingia mtumishi wa Mungu kwenye chumba hicho kalala. Mstari wa 12 akamwambia Gehazi mtumishi wake. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake. Mstari wa 13 akamwambia sema naye, maana yule mama alisikia wito. Aliposikia wito akasimama. Gehazi akasema, huyu hapa, sema naye. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii. Mtumishi wa Mungu Elisha akasema, tazama, umetutunza namna hii. Utendewe nini basi? Utendewe nini basi? Akaangalia tafuta hitaji la yule mwanamke Mshunemu, alikuwa na hitaji gani? Maandiko yakasema utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme?
au kwa amiri wa jeshi, au kwa amiri jeshi. Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akaonyesha kusema ya kwamba mimi ninakaa kati ya watu wangu mimi mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu mtumishi wa Elisha, hakika hana mwana. Gehazi mtumishi wa Elisha akajibu akasema, hakika hana mwana, na mumewe ni mzee. Mstari wa 15 akamwambia mwite, naye atakapokwisha kuitwa akasimama mlangoni. 16 akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, utamkumbatia mwana. Ndivyo alivyosema Elisha. La, Bwana wangu, la, Bwana wangu. Wewe mtu wa Mungu. Ikawa ni sauti ya yule mama. Usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Usije ukaniambia mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mtoto mume wakati huo mwaka, kama Elisha alivyomwambia. Huyo mwanamke akachukua mimba wakati huo kama vile neno la Mungu lilivyotoka kwa mtumishi wa Mungu Elisha. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nataka nikwambie ya kwamba unapokuwa mwaminifu, Mungu atakusahau, Mungu atakuacha, Mungu atakutupa, Mungu ataendelea kukuangalia. Biblia inazungumza habari za mwanamke Mshunamu. Biblia inazungumza mwanamke ambaye alikuwa bado hajawa na mtoto, lakini Biblia inasema ya kwamba huyo mama alimwangalia Elisha. Muda kwa muda anapita na mtumishi wake Gehazi, wanafuatana na mizigo yao. Alipoangalia akamwona, akamhurumia, akamwangalia mmeo, akamwambia, mme wangu, yamkini huyo ni mtumishi wa Mungu. Ninaomba basi kila anapopita Bwana, awe anapita kwenye nyumba yetu, awe anapita kwenye dari, tumtengeneze kitanda, apita hapo akae, alale, tukatengeneza hivyo. Haleluya, haleluya. Unapokuwa mwaminifu, Mungu atakusahau. Yule mwanamama akachokonoa mboni ya jicho la Mungu. Watumishi wa Mungu walipopita wakawambia, ninakuomba baba, karibuni. Sijui walikaribiaje wakafika nyumbani pake. Sema amen. Mwambie jirani yako, unapokuwa mwaminifu Mungu atakusahau. Mwambie tena, unapokuwa mwaminifu Mungu atakusahau. Hivyo basi Biblia inaniambia ya kwamba akalala siku hiyo, akala na chakula siku hiyo, kisha akaamka. Alipoamka akamwangalia Gehazi, akamwambia, Gehazi njoo. Gehazi anakuja, anamwambia, tazama tumetunzwa, tazama tumelala, tazama tumekula, tazama tumeamka. Sasa nenda kamwambia yule mama tumtendee nini. Sema amen. Wakati huo Gehazi anaondoka, naenda kumwangalia yule mama Mshunamu ambaye alikuwa, Biblia imesema pia alikuwa ni mtu mwenye cheo. Alipoenda akamwambia, unataka tukuombee kwa mfalme?
unataka tukuombee kwa amri jeshi. Mama kwa sababu alijua ya kwamba Mungu anafanya, alijua ya kwamba kwa Bwana hakuna linaloshindwa, lakini alikuwa amemiliki watu wengi kwenye nyumba yake. Akasema hapana, sitaki mniombe. Na leo nataka nikuambie ya kwamba usitaka kuombewa kwa wakuu wa dunia. Mwambie yoyote anayetaka kukuombea, mwambie niombee kwa Mungu aliye juu, niombee kwa Baba Mfalme, niombee kwa yeye awezaye, niombee kwa yeye asiyeshindwa, niombee kwa yeye aliye na majibu ya maisha yangu, yeye na aliye na yatima yangu. Kila ninapokwenda niweze kubarikiwa, kila ninapotembea niweze kupokea. Haleluya, haleluya. Biblia inazungumza hivyo. Mama akafika, akasimama mlangoni. Gehazi akamwambia Elisha, si huyu hapa? Alipomwona akamwambia, mama, mwakani majira kama haya, mwakani majira kama haya utapata mtoto. Siri hiyo Gehazi wakati anakwenda kumwambia mama, mama anasema niko peke yangu. Lakini wakati wa jioni walipokuwa wameingia watumishi wa Mungu, waliona watu wanapita huku na mwingine anapita huku na mwingine anakamata ile na mwingine anakamata ile na mwingine anakwenda kwa ile na mwingine anakwenda kwa ile, lakini mama akasema niko peke yangu. Amen. Amen. Alivyosema hivyo, kumbe alimaanisha ya kwamba sijapata mtoto. Uzao wa tumbo ni sawabu kama vile mkuki ulioko mikononi mwa shujaa. Mama alipokuwa anasikia sauti za watoto wachanga zinalia kwa mama wengine, moyo wake ulisononeka, moyo wake ulivunjika, moyo wake uliumia. Alipoona watumishi wa Mungu, akasikia ya kwamba wao wanawabariki watu. Akamwambia, mume wangu, hatuna watoto, tumwambie huyu, tumwambie ukaribishe baraka za Bwana. Nini nataka nikwambie? Nini nataka niseme? Ya kwamba unapokuwa mwaminifu, Mungu atakusahau. Hata kama umepita kwenye shida, hata kama umepita kwenye magonjwa, hata kama umepita kwenye misukosuko ya kila namna, lakini unapokuwa mwaminifu, mwambie Mungu wa mbinguni, yeye ndiye jibu la maisha yako. Mwambie Mungu wa mbinguni, yeye ndiye atafanya. Endelea kusimama na uaminifu. Amen. Hebu mpigia Yesu makofi na vigeregere kwa ajili ya hilo. Jitahidi. Leo ni kongamano la vijana la 2026. Sijui uaminifu wako utaendeleaje unakotoka mahali hapa. Sielewe utakuwaje kule utakapokwenda kwenye hekalu lako. Inawezekana sijui utakapoondoka mahali hapo kwenye maisha yako. Inawezekana utafika, ulikuwa na mchumba, utakosa uaminifu, utavunja uaminifu. Hilo sijui, lakini ninalojua ni moja tu: uwe mwaminifu, Mungu atakukumbuka. Uwe mwaminifu, Mungu atakuinua. Mungu atakusahau. Ujaolewa, Mungu atakusahau. Ujapata watoto, Mungu atakusahau. Ujapata mwenzi wako, Mungu atakusahau. Hatakukumbuka juu ya maisha yako, hatakukumbuka juu ya unyumba wako. Una chochote kwenye nyumba yako, biashara zako zimegoma, endelea kuwa mwaminifu kwa Bwana. Endelea kumwambia yeye aliye juu. Haleluya, haleluya, haleluya. Endelea kusimama na uaminifu. Mungu atakusahau.
hasa hata usiendelee kuumia na kulia sana. Yuko aliyetuumba, yuko aliyejua hatima yako, yuko aliyekuleta duniani kama vile aliyemleta yule mwanamama Mshnemu. Biblia inaniambia ya kwamba yule mama akakumbukwa mwaka uliyekuwa unakuja majira kama hayo, akapata watoto. Haleluya! Shangilia kwa Bwana. Unapotoka mahali hapo, ondoka na uaminifu. Unapokwenda kanisani mwako, hebu usiwasumbue wachungaji, endelea kuwa mwaminifu. Unapotoka mahali hapo, usiwasumbue maaskofu, endelea kuwa mwaminifu. Mungu wa mbinguni hatakukumbuka, hatakukumbuka. Mama huyu akakumbukwa, akapata mtoto ambaye inawezekana alipokuwa anasikia sauti za watoto wakati yeye ana miaka 5, ana miaka 6, ana miaka 7, hajapata mtoto na mmeo, aliumia ndani ya moyo wake, aliumia ndani ya moyo wake. Lakini jibu alilokuwa nao, alijua nikifanya ukarimu kwa Bwana na Bwana atatoa. Haleluya! Biblia tuliambiwa ya kwamba kwenye uchumi asiri ya kutoa, toa kwanza, hitaji kupokea. Pokea halafu toa. Haleluya! Amen. Hebu nikupeleke kwenye mstari mwingine. Ninataka msomaji wetu waunganishe, taona tutampoteza. Lakini kwenye mistari hii ambayo imebaki, nitaomba uunda zaidi. Hebu andika kwamba kitabu cha Matendo mlango wa 9 mstari wa 36 hadi wa 41. Alafu tukitoka mahali pale, andika Mwanzo 22. Yani huo ni mlango, mstari mdogo ni wa kwanza mpaka wa 13. Hayo ndiyo maneno ya neno la Mungu kwa ajili ya kongamano la 2026 kwa ajili ya siku ya leo. Ninaamini ya kwamba kwa ajili ya maneno haya lazima ubarikiwe, lazima utembee na neno hilo, lazima ukae na kweli hiyo. Na neno linasema unapokuwa mwaminifu, Mungu hatakusahau. Mungu hatakusahau. Acha kama kuna mateso ya muda mdogo, acha kama kuna mahangaiko ya wakati mfupi, lakini Biblia imesema ya kwamba mateso ya wenye haki Mungu huyaondoa. Hivyo hivyo na wewe umekaa kwa miaka mingi na mateso ya kukosa mali, mateso ya kukosa watoto, lakini endelea kusimama na Bwana. Sio sababu ya kumwacha Mungu, sio sababu ya kukata tamaa, sio sababu ya kuacha kutoa, sio sababu ya kuacha kutolea Bwana. Endelea kusimama na hilo, Mungu atafanya. Msomaji wangu karibu, tusaidie. Matendo 9 mstari wa 36 hadi wa 41. Matendo 9:36 nasema hivi. Amen. Matendo 9:36 inasema na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa. Na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabitha. Tafsiri yake ni Dorcas. Tafsiri yake yani ni Dorcas, yani paa. Wale wenye majina ya Dorcas leo tumetajiwa tafsiri ya Dorcas. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Huyu mwanamke ambaye ametajwa alikuwa amejaa matendo mema, halafu ndani ya matendo mema alikuwa ni mtoaji wa sadaka. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani. Biblia inasema hivyo.
Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yu huko. Na wanafunzi ambao walikuwa miongoni mwa Dorkasi alisikia ya kwamba yuko huko Yafa. Wakatuma watu wawili kwake. Moja kwa moja wakatuma watu wawili kwenda kumwangalia Petro, kumsihi na kusema. Walipofika walienda kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Petro alipopata habari hizo aliondoka kwa kufuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Alipofika Petro mahali hapo, walimpeleka mahali huyu aliyekuwa amekufa, aliyekuwa amewekwa orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye. Wajane wote waliyekuwa eneo hilo, wajane waliyekuwa kwenye msiba huo, wajane wakasimama karibu nao. Sema wajane. Hebu pale uliposema wajane, waliye karibu nao wakasimama wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorkasi wakati ule alipokuwa pamoja nao. Wale wajane, nini kilikuwa ndani yao? Walikuwa wanalia. Petro ameingia, wanalia. Huku walipokuwa wanalia, wanamwonyesha na kanzu, wanasema ndugu yetu Dorkasi aliyekuwa mcha Mungu, aliyekuwa mwaminifu, angalia na kanzu alizokuwa anazishona, lakini leo yuko pamoja nasi. Mioyo yao iliumia, mioyo yao ilipata uchungu, mioyo yao haikuweza kuvumilia. Petro amefika, lakini bado wanalia. Haleluya. Mstari wa 40. Amen. Petro akawatoa nje wote. Petro, Biblia nasema kwa sababu walikuwa wanalia kwa uchungu, akawatoa wote nje. Akapiga magoti akaomba. Petro akapiga magoti akaomba. Kisha akaelekea yule maiti. Kisha alipokuwa amepiga magoti akaelekea huyo maiti, akanena, Tabitha, ondoka naye. Akafungua macho yake. Yule maiti ambaye alikuwa ni Dorkasi akafungua macho, na akamwona Petro akijiinua. Na akamwona Petro akajiinua, manake akainuka kutoka kwenye mauti aliyekuwa amelala. Hebu pigia Yesu makofi na vigelegele. Akajiinua, akatoka kwenye eneo aliyekuwa amelala, akaketi. Akampa mkono, akamwinua. Akampa mkono, akamwinua. Hata akiisha mwisho wa 41. Ndio. Akampa mkono, akamwinua. Hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali ya yu hai. Wakati alipokuwa amemwinua akampa mkono, wakati alipokuwa amempa mkono, akawaita wale wajane waliyekuwa wamekosa matumaini, akawaita wale wajane waliyekata tamaa, akawaita wale wajane waliyekuwa wanalia. Nini kilikuwa kimetendeka? Kwa sababu ya uaminifu wa mama aliyekuwa naye Dorkasi, kwa sababu ya uaminifu wa Tabitha aliyokuwa nao. Alikuwa mwaminifu,
alikuwa mcha Mungu. Nataka nikwambie siku ya leo, uaminifu ni sehemu ya zamani sana. Uaminifu ni sehemu ya zamani kwa mtu aliyeokoka. Uaminifu ni sehemu kubwa sana kwa mtu aliyemjua Bwana. Acha nitaka nikwambie ya kwamba unarudi nyumbani, utakwenda kwenye mji wako, utakwenda kwa mume wako, utakwenda kwa watoto wako. Simama na uaminifu ule ule, simama na uaminifu ule ule. Bwana anataka kuinue tena. Kongamano la mwaka unayekuja hautakuwa vile ulivyo leo, hautakuwa vile ulivyokuja leo. Kiroho chako hakitakuwa hivyo, wokovu wako hautakuwa hivyo. Haleluya, haleluya. Unapokuwa mwaminifu, Mungu hawezi kukusahau. Wakati mwingine tumeingia kwenye shida, wana wa Mungu. Wakati mwingine tumeingia kwenye majonzi, wana wa Mungu. Wakati mwingine tumeingia kwenye balaa. Lengo ni kukosa ule uaminifu. Lengo ni kukosa ile kiasi. Lengo ni kukosa neno la kweli. Neno la kweli likae ndani yako. Haleluya. Hebu maliza na Mwanzo na mimi nimaliza na watu hawa. Maliza na kitabu cha Mwanzo, nimaliza na watu hawa. Nimaliza. Hizo ndio salamu zangu za kongamano la 2026 kwa ajili ya vijana ambao wamefika leo. Maliza. Mwanzo 22. Mwanzo 22 mstari ule tu wa kwanza mpaka wa 13 pale ni kidogo. Najua ni msomi mzuri wewe, nimekushukuru sana. Amina. Amen. Mwanzo 22:1. Amina. Mpaka ule mstari wa ngapi? Wa 10? Wa 13 mpendwa. 13. Ndio. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu. Jaribu kufururiza, sitakufuatia. Akamwambia, Ibrahimu. Ndio. Naye akasema, mimi hapa. Ndio. Mstari wa 2 akasema, umchukue mwanao. Ndio. Mwana wako wa pekee. Ndio. Umpendaye. Ndio. Isaka. Kweli. Ukaende zako. Ndio. Mpaka nchi ya Moria. Ndio. Ukamtoe sadaka ya kuteketezwa. Ndio. Huko juu mlima mmoja wapo. Ndio. Nitakaa kuambia. Mstari wa 3 inasema, Ibrahimu akaondoka alfajiri. Ndio. Akatandika punda wake. Akachukua vijana wawili pamoja naye. Ndio. Na Isaka mwanaye. Ndio. Akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka. Ndio. Kuteketeza. Amen. Akaondoka. Ndio. Akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Ndio. Mstari wa 4. Siku ya 3 Ibrahimu akainua macho yake. Akapaona mahali pakali mbali. Ndio. Mstari wa 5. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda. Ndio. Na mimi na kijana tutakwenda kule. Ndio. Tukaabudu na kuwarudia tena. Ndio. Mstari wa 6. Basi Ibrahimu akazitoa kuni za hiyo sadaka. Ndio. Akamtwika Isaka mwanaye. Akatoa moto na kisu mkononi mwake. Amen. Wakaenda wote wawili pamoja. Kweli. Mstari wa 7. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake. Bwana. Kinena, baba yangu. Ndio. Naye akasema, mimi hapa. Kweli. Mimi hapa mwanangu. Ndio. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yu wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Mstari wa 8. Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka. Amen. Mwanangu. Ndio. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Amen. Mstari wa 9. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Mstari wa 10. Ibrahimu akanyoosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Amen. Mstari wa 11. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni. Akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Mstari wa 12 akasema, usimnyoshee kijana mkono wako,
Ndiyo. wala usimtendee neno. Kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Iwapo ukunizuilia mwanao wa pekee. Mstari wa 13 na mwisho. Ndiyo. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Amen. Haleluya. Amen. Hebu mpigie makofi mtumishi wa Mungu kwa zawadi yake ya kusoma. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Acha nikwambie juu ya habari ya uaminifu, na ninakwambia habari ya uaminifu kwa ajili ya watu hawa wawili au watatu. Ninakwambia habari ya uaminifu wa Ibrahimu, nimekwambia habari za uaminifu wa yule mwanamke Mshunemu, nimekwambia habari za uaminifu wa yule mama aliyeitwa Dorcas. Lakini ninapokwenda kumalizia, kuna historia ambazo ziko karibu 3-4 juu ya Abrahamu. Kwanza, Mungu alikuwa ameona ni vema aongee na Abrahamu aliyekuwa ni mtu ambaye alimpenda. Na Abrahamu, kila jambo Mungu alilokuwa anahitaji kufanya, mara nyingi alikuwa hataki amfiche, alikuwa anahitaji aende amwambie. Na kwa nini alikuwa anataka aweze kumwambia? Kwa sababu yeye alikuwa ni mwaminifu mbele za Bwana. Sema amen. Amen. Na kwa uaminifu huo Ibrahimu, unajua habari za Ibrahimu, singeweza kuvuta hadithi zote hizo, singeweza kuvuta habari zote zile, jinsi ya ahadi alivyokuwa amepokea kutoka kwa Bwana. Ila nataka nikwambia ya kwamba siku moja Abrahamu akaondoka na vijana wawili, alipoisikia sauti ya Mungu ya kwamba nenda kamtoe mwanao wa pekee, mwanao Isaka, umtoe kwa sadaka za kuteketezwa. Mungu atusaidie sana. Hebu sema amen. Amen. Ingekuwa leo mama wa leo na baba wa leo, nimesubiri miaka ngapi? 95 alafu leo Mungu ananijalia mtoto, alafu nikwambia ndio nakwenda kutoa, ungeacha wokovu. Lakini nataka nikwambia ya kwamba uwe mwaminifu. Mungu hatakusahau. Umepita kwenye mateso, umepita kwenye shida, umepita kwenye magonjwa, hauna watoto miaka yote, haujaolewa miaka yote, haujafanyiwa lolote na Bwana, bado wakati wako unakuja. Mwambie jirani yako, bado wakati wako unakuja kwa ajili ya baraka za Bwana. Mungu akamwona Abrahamu, akampa mtoto Isaka, lakini wakati amempa, anamwambia pia tena mtoe. Ninarudi kwenye somo la uchumi. Nataka niunganishe juu ya maadili na uchumi kwa ajili ya kijana ambao uko hapa leo, uko VETA chini Singida. Mungu amekuona mahali ulipokaa na ulipoketi. Mungu anahitaji uaminifu ndani ya moyo wako, kama vile uaminifu uliyekuwa kwa Abrahamu, kama vile uaminifu uliyekuwa kwa na mwanamke yule Mshunemu, kama vile uaminifu uliyekuwa kwa Dorcas aliyekuwa na matendo mema. Sema amen. Abrahamu anaongea na mtoto wake, kijana wake. Abrahamu vijana wawili aliyewaazima kutoka kwa majirani, anawaambia, wanangu, ninawapenda, kaeni hapa, lakini mimi na Isaka, ngoja kwanza tuende hapo. Umbe hawa wamefichwa siri. Wangeambiwa nataka niende kumchinja mwenzenu, wangetimuka mbio, inawezekana moja kwa moja, ila walibaki watoto wanasubiri. Hawajui linaloendelea, hawajui mipango inayoendelea, hawaelewi nani iliyoko ndani ya Mungu, hawaelewi nadhiri ya Ibrahimu na Mungu. Abrahamu anafika, anamfunga mwanao. Wakati amemfunga, watoto wenzake wamekaa huko, anamwambia nataka nanyosha fimbo. Wakati mtoto anauliza maswali, unajua mayaelewa yale, ni msomi sana,
nakupeleka, lakini nakupeleka kwenye kunyosha kisu yake. Akanyosha kisu. Aliponyosha, Mungu akamwambia Abrahamu, inawezekana kwa jina la Baba na la Mwana, kwa mara ya tatu anamwambia Abrahamu. Ya tatu Abrahamu akasikia, akageuka mzee wa watu. Alipotazama akaambiwa, acha kumnyoshea mwanao kisu, wenda kachukue mwana kondoo. Alikimbia akaenda akamtoa, akamfungua mtoto wako. Leo nataka ufunguliwe kwa ajili ya uaminifu wako. Leo nataka ufunguliwe kwa ajili ya uaminifu wako. Leo nataka ufunguliwe kwa ajili ya uaminifu wako. Ufunguliwe kwenye ndoa yako. Ufunguliwe na magonjwa ambayo yamekushika. Ufunguliwe na utaza ulionao. Uweze kukumbatia mtoto kama vile Sara. Uweze kukumbatia mtoto kama yule mwanamke Mshinemu. Mungu atakuacha. Mungu atakutupa. Mungu atakutupa mama yangu. Umelia miaka mingi, umeteseka muda mrefu, lakini Mungu yuko upande wako. Simama kwa miguu yako. Wakati wa unapokuwa umesimama kwa miguu yako, nimlete Mchungaji Martini aje amshukuru Mungu kwa ajili ya maneno ya Bwana. Makofi na vigeregere kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Bwana, Bwana wa mabwana, twaja mbele zako. Wewe Bwana wa mabwana, twaja mbele zako. Wewe Bwana wa mabwana, twaja mbele zako. Wewe Bwana wa mabwana. Mahali ulipo, Mungu yuko pamoja nawe hata sasa. Uwe mwaminifu mpaka kufa. Bwana tukupa taji ya uzima. Najua wengi tuko hapa tunahitaji Mungu awe nasi katika maisha yetu. Unalia na shida zako, unalia na matatizo, unahitaji upokee baraka, unahitaji upokee ulinzi. Lakini kwa jina hili la Yesu Mnazareti, yuko hata sasa aseme nawe. Maombi haya ni kwa wote. Basi nikiwaomba mahali mulipo, najua sauti hii inasikika. Nitaomba kwa ajili ya makutano haya. Moyo wako uwe tayari kupokea. Moyo wako uwe tayari kuguswa na neno la Mungu. Moyo wako uwe tayari kusema na Mungu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Alfa na Omega. Asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye neno lako limepita ndani yake na umati huu umesikia. Neno lako limekuwa ni ushuhuda kwamba wale ambao ni waaminifu, Yesu hutawaacha. Angalia mama yule, angalia baba yule, angalia kijana yule kwa hitaji alilo nalo. Bwana, nahitaji uwepe majibu yao. Bwana, tunahitaji uwaponye shida zao, uwape baraka wanazozihitaji, kwa kuwa wanakutegemea wewe, kwa kuwa wanahitaji
msaada wako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunaomba kwa kongamano hili la mwaka 2026 liwe ni kongamano la miujiza, liwe ni kongamano la kupokea baraka, liwe na kongamano la kuinuliwa kwa jina la Yesu. Wote waliokanyaga viwanja hivi waondoke na baraka, waondoke na uponyaji, waondoke na matumaini. Wao sio wakulia tena, wao sio wakuomboleza tena, wao sio wakudharauliwa tena, wao sio wa chini tena, bali ni wa kuinuliwa juu kutoka mavumbini. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa ajili ya neno lako, asante kwa ajili ya baraka zako, asante kwa ajili ya wote ambao umewasikia na kuwajibu. Asante kwa mwaka huu wa kongamano la 2026 kwa sababu umetenda ishara na maajabu. Wengi wameponywa, wengi wameokolewa, wengi wamebarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu, nimeomba na kushukuru. Amen. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Karibu sana, karibu sana. Hilo ni jambo la msingi, niliheshimu, na hao ndio maaskofu wetu ambao wametuzaa kiroho hata kimwili pia, na hii kazi yote tunayoiona ni kazi ambao wameianzisha wao. Baada ya shukrani hizo, basi ametoa salamu nyingi sana kwa wanakongamano wote wa misheni zote za Tanzania. Hebu nisikie makofi basi, mpokee salamu za askofu wenu. Nilikuwa nawasiliana naye, amekuwa na furaha sana kwa yale ambayo nilikuwa nikimweleza kuhusiana na ratiba na mipango yote ambayo ilikuwa ikiendelea. Hakufanikiwa kufika, pokeeni salamu hizo, na yuko pamoja nasi. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa sababu ya mambo mengi mema aliyotutendea. Tangu tumeanza makongamano yetu, nimeona kila mwaka kuna mabadiliko makubwa sana katika kanisa letu. Huu ndio mpango wa Mungu. Mungu anachohitaji ni kwamba kanisa lake liwe nuru, liangaze katikati ya mataifa. Na kwa jinsi hii ndio maana taratibu hizi zote mnaziona zinaendelea, na tunakuwa na makongamano ya namna hii kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nakumbuka tulipomaliza kongamano la mwaka jana Arusha, tulikuwa na kongamano kubwa mno, na hili linataka kuzidi la Arusha, watu 300 kasoro. Tupige makofi. Hii inamaanisha kwamba ibada au makongamano yetu katika misheni zetu za Tanzania, wengine wamekwama kuhudhuria kwa sababu za msingi. Mission ya Kagera, mission pia ya Mbeya, pamoja na mission zingine ambazo hawakufanikiwa kufika, lakini wako pamoja na sisi, na hii inaonyesha kwamba ushirikiano wetu uko vizuri katika misheni zote za makanisa yetu Tanzania. Na namshukuru Mungu pia kwa sababu tumekuwa na semina ambazo walimu tumewaona hapa ni walimu mahiri, wametufundisha masomo ambayo yameendelea kujenga vijana wetu katika maisha ya kiroho, hata maisha ya kawaida. Kijana ili awe kijana ambaye ni mwaminifu mbele za Mungu ni pamoja na kuwa amejifunza maadili ya Kikristo na pia amejifunza uchumi. Ninawaomba basi vijana, mmekaa hapa siku 5 mfululizo. Siku 5 mfululizo mko darasani na mmejifunza mengi sana kuhusiana na maisha yetu ya Kikristo. Tunahitaji kuona vijana mnaleta mabadiliko makubwa katika kanisa hili.
kwa sababu bado tunawategemea, kwa sababu bado mna uwezo mkubwa, kwa sababu bado mna nguvu za kukimbia. Ndio maana katika idara ya vijana tumewekeza sana. Mungu atubariki sana. Hata katika taifa eneo la vijana limekuwa ni eneo la muhimu kuliko. Sasa ninapenda kuagiza kwa vijana wote ambao wamekwisha kuhudhuria katika semina na kongamano hili, tuonyeshe maadili mema huko tuendako. Tuonyeshe maadili mema kwa wachungaji, tuonyeshe maadili mema kwa wazazi, tuonyeshe maadili mema kwa viongozi wetu wa serikali. Kila mahali ulipo uonekane wewe ni kijana uliookoka. Na pia tunataka kuona uchumi unapanda. Hebu mpigeni makofi katika hili. Uchumi unapanda. Ndio maana hapa tumesimama ili kwamba tumtolee Mungu tumalizie jengo hili. Ni uchumi. Uchumi ni sehemu muhimu katika kanisa. Na ukisoma Biblia, Mungu alipoiumba dunia alitengeneza vyanzo vya uchumi. Kwa hiyo kanisa linahitaji kujikita katika maeneo mawili ya msingi. Linahitaji kujikita katika eneo la kujifunza neno la Mungu sana, na pia linahitaji kujikita katika kutengeneza uchumi. Mkristo moja akitengeneza uchumi ukakaa vizuri, ina maana kanisa letu litakuwa na uchumi bora. Na nasema tena, katika masomo haya mawili, walimu, Mungu awabariki sana. Tunahitaji kuona kanisa linakuwa ni kanisa lenye mabadiliko mema, mabadiliko ambayo wengi watafurahi au wengi watayahitaji. Yanapatikana kanisani, yanapatikana kwenu. Basi kwa ajili ya haya ninapenda nisisitize kwamba kila kongamano linapokuja, tunategemea mwaka 2027 tutakuwa na kongamano kubwa la kitaifa. Tupige makofi. Hata kama bado hatujajua litakuwa wapi. Nasema hata kama bado halijapangwa litafanyikia wapi, lakini pelekeni taarifa kwamba tutakuwa na kongamano kubwa mno. Tutakuwa na kongamano kubwa mno kwa sababu ninyi ndio mtakuwa walimu wa kuwaelekeza wenzenu ambao hawakufika. Kwa hili lote nataka niseme kwamba Mungu wetu aendelee kutubariki na kutusaidia pia. Na hotuba yangu nadhani naelekea kufikia mwisho, lakini pia tujue kusudi kuu la makongamano yetu ni kwamba kuihubiri Injili kama neno la Mungu linavyotuelekeza. Tunahitaji Injili ienee maeneo yote katika mikoa yote ya Tanzania. Tutakapomaliza mikoa yetu, tunawapelekea na wazungu habari njema. Unajua kule nako wameshaishiwa habari njema, ndio maana wanatuletea tamaduni za ajabu sana. Mara ushoga, si mara nini, hakuna wokovu. Bado sisi tunahitaji kupeleka habari njema huko, tukawahubiria habari njema. Kwa hiyo hili pia napenda kusisitiza ni jambo la msingi. Na zaidi ya yote pia makongamano yanaibua vipaji vyenu. Haleluya! Ndio maana tuna wainjilisti sasa wameanza kuhubiri, tuna waimbaji wazuri wanaoimba na huduma mbalimbali ambazo zinaweza zikaonekana katika makongamano hayo. Napenda niwashukuru sana waimbaji wote ambao mmeshiriki katika kongamano hili, na niwaombe muwe na moyo huo, na nishauri kama kiongozi wenu wa kitaifa, mmeimba vizuri sana. Hebu jipigieni makofi basi jamani. Mmeimba vizuri sana. Kama mungeniambia niwe mwamuzi au si mnaita nini hivi, kutoa certificate za kuwakabidhi viongozi, ni plani nzuri mno. Wametoa heshima ya kanisa na viongozi ambao walikwisha kuandaa na kutayarisha makongamano yaliyopita.
Pia ni ushukuru uongozi huo, na Mungu wetu wa mbinguni aendelee kuwabariki. Niseme hivi kwamba kongamano litapangwa popote pale viongozi husika watakapokuwa wamekaa, kwamba litakuwa wapi na vigezo na masharti vitazingatiwa. Tunahitaji kuona mikakati iwe na umaarufu ili kwamba makongamano yetu yawe na hadhi. Mchungaji, nashukuru sana kwa sababu hapa ni kongamano ambalo hata katika historia yangu limekuwa ni la kihistoria. Tangu tuanze makongamano sijaona tupokee ugeni ambao juzi au jana ulikuwa uko hapa. Ndio maana nililiheshimu sana jengo hili, na nawashukuru sana wote mliojitoa kwa ajili ya msaada wa ndugu zetu pasipo kujali, isipokuwa tunachojua Mungu wa mbinguni atawabariki, atatia afya katika miili yenu, hamtakuwa na mapungufu yoyote kwa kile mlichokifanya.